Haleluya. Ningependa kukusalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Jioni njema, niko na furaha ya Kristo. Amenipa siku njema na pia ninashukuru kuwa pia wewe amekubariki na amekuhifadhi na pia ametufikisha jioni ya leo, ni kwa sababu ya wema wake. Jina la Bwana litukuzwe. Basi ningependa tukaweze kushiriki neno kwa dakika chache, neno la jioni kabla tuende kupumzika. Tuweze kushiriki neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 24, Psalms chapter number 24, na Mungu akubariki akutende mema. Kwa hivyo wewe unayenitazama ukiwa mbali, unaweza shiriki nami kwa pamoja, my followers. Ningependa tukaweza kupelekana kwa pamoja kwa sababu ni vyema. Majina yangu ni Bishop Jackie na upili na kisima cha Bethsaida Nairobi, nikiwa nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mama na mimi ni mzazi na mimi pia ni muombezi. Zaidi ya yote, neno la Mungu linakubalika kwa kila mmoja, hata kwa yule mtu ambaye hajaokoka. Anastahili katika hili neno. Kwa hivyo ningependa tukaweze kupelekana pamoja katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa kifupi ningependa nisome hili neno. Nchi yote na vyote vilivyomo vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia yote, dunia na wote wakao ndani ni mali ya Bwana. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji alithibitisha. 3. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? 4. Ni mtu aliye na mikono misafi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala kuwapa kwa hila. 5. Atakayepokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu kwa wokovu wake. 6. Ndicho kizazi cha wamtafutao, kutafutao uso wako, ewe Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Tumelisikia neno lake Bwana, na hapa neno la Mungu linauliza swali, na hili neno ambalo liliandikwa na mtumishi wa Mungu ni kwa sababu ya yale maisha alikuwa nakaa na yale maisha aliishi. Nina hope ya kwamba aliishi maisha kama ile mimi na wewe tunaishi leo, lakini akawa na swali na akawa akijiuliza, basi nani atakayesimama katika mlima wa Bwana? Mlima ni wapi? Mlima ni pale mahali palipo patakatifu. Mlima ni mahali pa kuombea. Mlima ni mahali pa kumcha Mungu. Daudi akawa na maswali na akawa akiuliza, ni nani atakayesimama katika mlima wa Bwana? Na hapa ine maandiko inasema ya kwamba ni mtu mwenye mikono misafi na moyo mweupe. Jina la Bwana litukuzwe. Mikono misafi kumaanisha nini? Huyu mtu hana makosa yoyote ambaye anayostakiwa mbele, ambaye moyo wake ni msafi. Hakuna mambo ambaye anastakiwa ama anahusika nayo. Jina la Bwana litukuzwe. Hiyo inatufundisha namna gani? Ni vyema sana, pamoja na kuwa tumeokoka tunaenda mbinguni na ni sawa, kuchunga mtu wa ndani, kuchunga maneno yetu, kuwa waangalifu na kile tunachoshika, kile tunachokanyanga. Ni vyema sana, ni kwa sababu katika hali ya kumcha Mungu kuna yale mambo ambayo yanaangaziwa, na ni vyema sana ukiwa Mkristo, ukiwa mtu ambaye anamcha Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba yeye huwapenda wale watu wanaompenda kwa mioyo yao yote, wale wanaojiangalia sana. Usije ukatenda dhambi kupitia kiungo chako, kupitia mwili wako, kupitia mawazo yako. Mungu anataka ukaweze kumtukuza na mikono iliyo misafi na moyo ulio mweupe, kumaanisha kwamba hauna sehemu yoyote ambayo unajiwekea mambo mabaya. Hauna wakati wowote wa kwenda kutangatanga uchafu. Ni kwa sababu uchafu unaweza leta chukisho kati yako na Mungu. Uchafu unaweza leta mpaka mkubwa kati yako na Mungu. Uchafu unaweza fanya hata mkakosana na Mungu. Lakini hapa Daudi anasema ya kwamba mtu ambaye mwenye moyo mweupe, mtu ambaye ako na roho jema, mtu ambaye hana nafasi ya kuweka mauchafu ndani ya moyo wake, anasema huyu ndiye atakayesimama katika mlima wa Bwana. Neema ya Bwana ikutoshe. Kuwa na usiku mwema. Shalom.